kipindi cha miaka mitano tumeweza kutoa mikopo yenye thamani ya bilioni 46.12 na imeweza kuwanufaisha watu 26,676. Hii wale waliopata mikopo hii directly. Na mikopo tumeweza kufanya kuwafikia watu 26,676 ambao wamepata directly fedha hizo. Ni kama nchi tumefikiaje? Katika mwaka 23 hadi 24 inaonesha watu 242,890 wamewezeshwa kupitia taasisi za serikali, lakini watu 5,025 kupitia taasisi zisizo za serikali wameweza kuwezeshwa kwenye issue tofauti, kwenye masuala ya maboti, kwa mfano kwa uchumi wa buluu, kwenye watu waliowezeshwa kupewa elimu. Kuna taasisi zimetoa elimu na zimetoa mitaji kuwasaidia kama ni seed funding. Kwa hiyo kwa ukubwa wake serikali imeweza kufanya kuwafikia watu 242,890, lakini kupitia taasisi zisizo za serikali, yani private sector, imeweza kuwasaidia watu 5,025 katika masuala ya uwezeshaji. Lakini wajasiriamali 94 wamepatiwa huduma za kiufundi, kutengenezewa mashine zao. Hii ni moja ambayo tunalolifanya ni kwamba tunakwenda kwenye viwanda vidogo vidogo na tunawasaidia wajasiriamali kuweza kuwapatia ufundi huo, kuweza kurekebisha mitambo na mambo kama hayo 94. Lakini pia serikali imeweza kutuwezesha sisi kama ZEA kuwa na magari ya kuweza kuwafikia wananchi kwa haraka, na nishukuru tumekuwa tuna magari 4, tumeweza kuwafikia kwa haraka zaidi. Na mikopo kama mnavyoelewa sasa hivi kila unapokwenda katika kona ya Zanzibar, basi swala la mikopo limekuwa linazungumzwa, lakini na watu kweli wanapata mikopo hiyo. Nilitaja mwanzo kama ni ajira zilizotengenezwa kupitia ZEA, tulisifikia ajira watu almost zaidi ya 85,000 na zaidi, na tunaendelea tukishirikiana na ndugu zetu wa ZBS tumeweza kuingia mkataba wa kushusha bei ya kupata hiyo standard mark ya ZBS kutoka 700,000 mpaka 50,000. Sasa hivi mjasiriamali akipitia ZEA ataweza kupata standard mark hiyo akimiti vigezo ambavyo ZBS wameviweka, kutoka punguzo la 700,000 mpaka 50,000. Na kufanya hivyo tulikuwa tuna watu wachache sana, especially kwenye wajasiriamali. Hii inamaanisha kwamba sasa leo wataweza kutoka kwenda kwenye nje ya nchi kuuza product zao. Sasa hivi tunapeleka wajasiriamali 50, mwaka huu tutapeleka wengine wajasiriamali 50, na wajasiriamali hao 50 90% wote wana standard mark, na lengo ni kwamba wanaweza kwenda kuuza kwa urahisi zaidi. Hili ni miongoni mwa jambo kubwa sana ambalo hatujawahi kulifanya huko nyuma. Lakini tusu hivyo tumeunganisha wajasiriamali ambao mmoja tumewafikia wajasiriamali 784 kuweza kuyafikia masoko tofauti, likiwemo nilisema mwanzo 77, 88, Arso, Fahari ya Zanzibar, tuna marashi ya karafuu. Yote haya wanapata kuparticipate. Lakini sasa hivi tuna mipango ambayo tunakwenda kuyafanya makubwa zaidi. Katika wakati wa kipindi cha miaka mitano, vile vile taasisi ya wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi tumeweza kutengeneza mifumo ya kidijitali. Mifumo hii ya kidijitali inakwenda sasa kurahisisha upatikanaji wa mikopo, inaenda kurahisisha upatikanaji wa mafunzo, na itarahisisha vile vile upatikanaji wa masoko. Nikimaanisha tumetengeneza mifumo ya aina 3. Mfumo wa kwanza tunaita loan management system, ambao utakwenda kutoa mikopo kwa urahisi, na tayari tushaanza kufanya hivyo katika programu ya makundi maalum. Unaweza kuomba mkopo wako kupitia app yetu ambayo ipo kwenye App Store, na sasa hivi tunailaunch karibuni kwenye ile App Store. Play Store tayari na App Store ndo inaendelea kufanyika. Wanaanza tayari tushazuia kutoa mikopo kwa kupitia programu ya 442, tunakwenda kidijitali. Lakini tuna ZEA Shop. Hii ZEA Shop itaanza karibuni kuanza kuwa onboard wajasiriamali kuweza kuuza vitu vyao kwenye mtandao. Lakini tutakuwa na ZEA mafunzo, yani kila mjasiriamali ataweza kupata mafunzo hata kama yuko nyumbani kwake.